Kikundi chetu kilianza mwaka 2017 na tulianza kwa kujichangisha michango tukiwa tunaita kama ada ya shilingi 1000. Baadaye tukapata fursa, tukaona fursa ya mikopo. Kwa hiyo tukaja kuchukua mkopo wa kwanza, tulichukua 2020. 2020 tulipewa milioni 13,500,000. Sisi ni wapiga debe. Pale tulikuwa tunapakia gari za matajiri. Tukaona kuna fursa na sisi tunaweza tukapata angalau gari letu. Basi tukawashirikisha halmashauri ya wilaya Geita, na wao bila iana wametupatia mkopo wa shilingi milioni 150. Ndio tumekwenda kuchukua gari hiyo. Kwa sasa na sisi tunamiliki gari. Tunategemea hili basi walilopewa sasa litawainua zaidi. Kwanza wajiwezeshe wao wenyewe hata kutafuta basi lingine kulingana na huu mradi ambao wanaotekeleza kwa sasa, lakini pia ni mradi ambao utatoa ajira kwa vijana wengine ambao hawana kazi. Madereva wataajiriwa hapa. Ukiacha wale madereva ambao wamejia kwenye bajaji zao ambazo zipo karibu 18 sasa pale Katoro zinafanya kazi. Kwa hiyo maana yake wametoa ajira kwa vijana 18 ambao ni madereva. Lakini pia kuna mafundi ambao wanafanya kazi kwenye hivyo vyombo vyao. Kwa ni miradi ambayo ina fursa. Kwa hiyo tukipata vijana kama hawa ambao wanatumia fedha za serikali vizuri na ni waaminifu, maana yake tatizo la ajira katika nchi yetu linazidi kupungua kwa sababu wanatengeneza ajira kwa vijana wengine. Ni idea ya vijana tulioanza nayo. Sababu bado ilifikia hatua ikaonekana wapiga debe ni genge la kiuni. Sasa sisi tuliamua Katoro Terminal tuje kuwatangazia Tanzania nzima kwamba watu tunaofanya kazi stendi ile sio ile ya kwamba ni wauni, wavuta bangi, walevi. Tuliamua kuitoa hiyo, tuliamua kuliondoa kabisa na kulitoa ili vijana wajue kwamba stendi kuna ajira kama ajira nyingine. Muda mrefu niko nao tukifanya kazi toka 2020 mpaka leo hii tuko tunafanya kazi. Wametoa ajira kwa vijana na wamenifanya mimi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na nimeweza kuajiri na mimi vijana wengine kwa ajili ya kunisaidia kazi, na mafundi 4, wasaidizi 2. Ndio. Na mpaka sasa tunategemea tena kuongeza vijana wengine kwa sababu ya kazi bado zinaendelea kuwa nyingi. Watu wamejenga, watu wana miji zao, watu wanasomesha. Inshallah tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Malengo yetu tuna plani tuwe na kampuni kubwa ya usafirishaji kama Mungu atapenda. Huu sasa ndio mwelekeo wetu. Na nitoe rai kwa vijana wenzangu na kina mama. Msiogope kuwa na ndoto kubwa. Msiogope kuandika maandiko makubwa. Wazeni miradi mikubwa. Wekeni fedha za kutosha. Halmashauri yetu iko tayari kujiondoa kwenye mikopo midogo midogo na kuwapeni fedha nyingi kama mnavyoomba ili maisha yenu yanyanyuke. Kwa taratibu zetu za ofisi tayari soko mnalo. Soko mnalo kwa sababu wakati wengine watumishi wanahitaji kwenda mahali fulani, tayari gari hili tutalitumia. Hatutakuwa na haja ya kutumia gari lingine. Moja utaratibu wetu, kila kijana aliyoko kwenye kikundi atakuwa na kitabu cha gari kwa ajili ya kukatia. Na baadhi yao watakuwepo ndani ya kikundi kama vile kondakta pamoja na madereva. Kwa sababu tunao vijana wana leseni, tunao vijana ambao wamesomea habari za ukondakta. Kwa maana hiyo ajira itakuwa ndani ya wanakikundi wenyewe. Kwa sasa tumetoa kipaumbele kwanza kwa vijana kwa ajili ya kuamua kiuchumi. Lakini kadiri siku zinavyokwenda na jinsi mambo yatakavyoendelea kuwa mazuri, tutatoa ajira kwa vijana wengine. Na tunatamani iwe hivyo.